Israel ipo katika hali ya tahadhari ya juu, ikiongeza maandalizi kwa uwezekano wa kurejea vitani na Iran, huku kukiwa na viashiria kuwa rais wa Marekani Donald Trump huenda anakaribia kufanya uamuzi kuhusu kuanzisha upya hatua za kijeshi. Televisheni ya Israel iliripoti Alhamisi hii. Ripoti hiyo ilikuja wakati Trump alipokuwa akipewa taarifa katika ikulu ya White House kuhusu chaguzi za kijeshi na mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, Admiral Brad Cooper. Wakati huo huo, maafisa wa Israel walifanya mfululizo wa mashauriano makali, wakiamini kuwa kuna nafasi inayoongezeka kuelekea uamuzi huko Washington. Kwa mujibu wa Channel 12, maafisa wa Israel walikuwa wakijiandaa na uwezekano kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanaweza kuvunjika mapema kabisa mwanzoni mwa wiki ijayo. Ripoti hiyo ilinukuu mawaziri wa baraza la mawaziri waliopatiwa taarifa siku za hivi karibuni wakikadiria kuwa Marekani huenda ikalazimika kuongeza msukumo kwenye kampeni yake ya shinikizo katika mlango wa Hormuz kupitia mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya gesi na nishati ya Iran pamoja na miundombinu ya serikali. Kama sehemu ya maandalizi hayo, Israel na Marekani pia zinaripotiwa kufanya kazi ya kuonesha tishio la kuaminika la kijeshi baharini dhidi ya Iran. Kabla ya kikao cha Trump na Cooper, afisa mmoja wa Marekani aliliambia shirika la habari la Reuters kuwa rais huyo angepewa taarifa kuhusu mipango ya mashambulizi mapya ya kijeshi ili kuilazimisha Iran kuingia katika mazungumzo ya kumaliza mzozo huo. Tovuti ya habari ya Axios ilisema mpango mwingine uliokusudiwa kuwasilishwa kwa Trump wakati wa kikao hicho ulihusisha kupeleka vikosi vya ardhini kuchukua udhibiti wa sehemu ya mlango huo ili kufungua tena kwa usafirishaji wa kibiashara. Aidha, maafisa walisema Trump pia anafikiria kuongeza muda wa vizuizi vya Marekani au hata kutangaza ushindi wa upande mmoja. Wakati maandalizi ya uwezekano wa kurejea kwa mapigano yakiendelea, Bloomberg iliripoti Alhamisi hii kuwa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imeomba kombora la kisasa la hypersonic linalojulikana kama Dark Eagle ambalo limechelewa kwa muda mrefu kupelekwa Mashariki ya Kati kwa matumizi yanayowezekana dhidi ya Iran, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Washington kutumia teknolojia hiyo katika eneo hilo. Ombi hilo lilitolewa baada ya Iran kuhamisha vizindua makombora yake nje ya umbali unaoweza kufikiwa na kombora la jeshi la Marekani la Precision Strike Missile, teknolojia inayotumika kwa sasa, kwa mujibu wa mtu mwenye taarifa za moja kwa moja aliyezungumza na Bloomberg. Aliongeza kuwa ombi hilo bado linashughulikiwa na jeshi. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alionya mapema Alhamisi hii kuwa licha ya Israel kuunga mkono juhudi za kidiplomasia na Marekani na Iran, huenda ikahitajika kuchukua hatua tena hivi karibuni ili kuondoa vitisho vya uwepo vinavyotokana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran imepata mapigo makubwa sana katika mwaka uliopita, mapigo yaliyoiweka nyuma kwa miaka katika nyanja zote, alisema Katz wakati wa hafla ya kumpandisha cheo mkuu ajaye wa jeshi la anga la Israel, Omer Tishler, kuwa meja jenerali. Aliongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump kwa kushirikiana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu anaongoza juhudi za kukamilisha malengo ya operesheni hiyo kwa namna itakayohakikisha Iran hairudi kuwa tishio kwa uwepo wa Israel, Marekani na dunia huru kwa vizazi vijavyo. Tunaunga mkono juhudi hizi na tunatoa msaada unaohitajika, lakini huenda tukalazimika kuchukua hatua tena hivi karibuni kuhakikisha malengo yanafanikiwa, Katz aliongeza. Hata hivyo, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, Majid Musavi, alitishia kuwa hata operesheni ndogo ya adui ya muda mfupi na ya kimkakati itajibiwa kwa mashambulizi makali ya muda mrefu na ya kina. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema kuwa kuzuiwa kwa bandari za nchi yake ni sawa na kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi na Washington. Kuendelea kwa mtazamo huu wa ukandamizaji hakukubaliki, aliongeza. Licha ya kauli za Pezeshkian, inaripotiwa kuwa Trump aliwaambia wakurugenzi wa makampuni ya mafuta pamoja na maafisa wa usalama wa taifa wiki hii kujiandaa kwa vizuizi vya muda mrefu wa Marekani vinavyolenga kuilazimisha Iran kusalimu amri kuhusu mpango wake wa nyuklia. Bei za mafuta zilipanda kufikia kiwango cha juu zaidi katika miaka minne Alhamisi hii, huku mafuta ghafi ya Brent yakipanda zaidi ya 7% hadi dola 126 kwa pipa kabla ya kushuka kidogo baadaye mchana jijini London. Trump anakabiliwa pia na shinikizo la kisiasa ndani ya nchi kumaliza operesheni ya kijeshi ambayo si maarufu hata kwa baadhi ya wafuasi wake na imeongeza gharama za mafuta kwa watumiaji wa Marekani. Uchumi wa Iran nao unaendelea kudorora, huku sarafu yake ya rial ikishuka hadi viwango vya chini vya kihistoria dhidi ya dola Marekani.
Iran imependekeza kulegeza udhibiti wake katika mlango wa Hormuz iwapo Washington itaondoa vizuizi vyake na mazungumzo mapana yatafanyika. Hata hivyo, utawala wa Trump umesisitiza kuwa mpango wa nyuklia wa Iran lazima uwe sehemu ya mazungumzo hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, alisema Alhamisi jioni kuwa si jambo la busara kutarajia matokeo haraka kutoka kwa mazungumzo na Marekani. Kutarajia kufikia matokeo kwa muda mfupi bila kujali mpatanishi ni nani, kwa maoni yangu, si jambo la uhalisia sana, alinukuliwa akisema na shirika rasmi la habari la IRNA.